Peoples. Peoples. Kwa majina naitwa Dickson Matata. Mimi ni wakili wa Mahakama Kuu na mahakama zilizo chini yake, lakini pia ni mwenyekiti wa kanda ya Magharibi inayojumuisha mkoa wa Kigoma, Katavi na Tabora. Sasa ndugu zangu, kwa sababu ya muda, mimi ninaomba niongee kwa kifupi tu. Mmesikia wenzangu hapa wakizungumza juu ya no reform no election, kwamba kama hakuna mabadiliko hakuna. Sasa mimi nataka niende kwenye vifungu vichache tu vya katiba na sheria zetu, ili tuone tunaposema no reforms no election tujue tunamaanisha nini. Katibu mkuu na makamu mwenyekiti wetu watakuja, wataendelea, lakini mimi nipite kwenye sehemu kidogo tu. Ndugu zangu, katika nchi ya Tanzania, kama kuna binadamu ambaye alitakiwa kushukuru kuwepo kwa katiba hii na kuienzi licha ya mapungufu ilionayo makubwa, na ndio maana tunahitaji iweze kutengenezwa mpya, alikuwa ni Rais Samia Suluhu Hassan. Huyu mama alitakiwa aienzi na kushukuru kuwepo kwa katiba hii, kwa sababu ni kupitia katiba hii ndio imemfanya yeye kuwa rais. Ukisoma kifungu cha 50 cha katiba hii, ibara ya 50 inasema makamu wa rais atakoma kuwa makamu pale atakapokuwa rais. Ukisoma kifungu cha 42 kinasema rais wa nchi hii atakoma, moja ya sababu za kukoma mtu kuwa rais ni pamoja na kufariki. Tunafahamu kilichotokea, aliyekuwa rais alifariki, na kwa sababu amefariki, kifungu au ibara ya 50 ikampa mamlaka rais aliyepo madarakani ambaye hakuchaguliwa ila akawa rais kwa sababu katiba ndio inayomruhusu. Kwa hiyo kama kuna mtu alitakiwa kuheshimu katiba na kufuata taratibu za nchi hii na sheria, alikuwa ni rais wa sasa, kwa sababu amepatikana kutokana na kuwepo kwa katiba hii. Leo tunapozungumza, yule ambaye pita kwa kutumia katiba hii na sio kwa kuchaguliwa na wananchi kuwa rais, ndio anayeongoza kuikanyaga katiba hii. Sasa tunaposema tunahitaji mabadiliko kwa sababu ndani ya nchi hii, ila chochote kiweze kufanyika, tuweze kupata maendeleo, tuweze kupata viongozi bora, ni pamoja na kuwa na sheria na katiba bora. Mwalimu Nyerere wakati anaongoza aliwahi kusema, ili nchi yetu tuweze kuendelea, maendeleo ndani ya nchi yaweze kupatikana, yanahitaji vitu vinne. Alisema inahitaji watu ambao watu tupo. Alisema inahitaji ardhi ambao ardhi ipo. Akasema inahitaji siasa bora na uongozi bora. Shida tulionayo ni uongozi bora na siasa bora. Na tunavyo hivyo vitu vibovu viwili, siasa bora na uongozi bora, hatuna, kwa sababu watu wanatumia katiba na sheria zetu mbovu kuweza kutuongoza. Sasa nitatoa mfano kwa nini tunataka reforms. Ukienda ibara ya 74 ni ibara inayozungumzia masuala ya tume huru ya uchaguzi. Ibara ya 74. Ukienda kwenye ibara hii inasema rais ndio ambaye ana mamlaka ya kuteua mwenyekiti wa tume pamoja na wajumbe wake. Yaani rais wa nchi yetu ndio mwenye mamlaka ya kuteua mwenyekiti wa tume pamoja na wajumbe wake. Kwa lugha nyepesi, rais ambaye ni kiongozi wa CCM, mwenyekiti wa CCM, na ambaye naye anashiriki kwenye uchaguzi akiwa mgombea, ndio anayeteua tume ambayo itaenda kusimamia uchaguzi ambao na sisi upinzani, Chadema na vyama vingine tunashiriki. Soma ibara ya 74. Kama haifai, ndani ya hao wajumbe ambao wanawateua yeye kwenye tume, yumo mpaka mjumbe ambaye ni mwana CCM. Nani anamfahamu Omar Ramadhani Mapuri? Omar Ramadhani Mapuri alikuwa ni katibu mwenezi taifa wa CCM. Amewahi
kuwa balozi wa nchi hii, amewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani, eti naye huyo ni mjumbe wa tume huru ya uchaguzi. Na bahati mbaya kwenye hiyo tume kwenye kufanya maamuzi inataka wafike tu wajumbe 4. Yaani kwa lugha nyepesi, kati ya 4 wajumbe wa tume wanapokuwa wanafanya maamuzi yoyote ya kuamua hiki kiwe au kisiwe, kuna mmoja tayari yeye ni CCM. Pause. Ndugu zangu, katika mazingira kama hayo hatuwezi kukubali kwenda kwenye uchaguzi ambao tunajua sio tu wajumbe, lakini pia mkurugenzi wa tume naye anateuliwa na rais, na wanaosimamia kwenye mawilaya na majimbo yetu wakurugenzi wote wanateuliwa na rais. Hakuwezi kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Ndugu zangu, kwa sababu ya muda niomba niishie hapo, lakini hapa ni nyumbani, tutaendelea kuongea. Asanteni sana.